بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، naendelea سورة قاف kuanzia aya 27. Narejea tena kidogo hizi aya ili tuweze kuunganisha pale tulipofika. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. yule Mwenyezi Mungu aliyomwekea mwenziwe, kwa sababu tunasoma katika Qur'an kuna aya inasema waqayyadna lahum qurana, tunawekea wenzao partner wao, fazayyanu lahum, wakana pambia ma baina aidihim wa ma khalfahum, yalikuwa mbele na yalikuwa nyuma, wa haqa alayhim alqawl. na hivi ndivyo kama ilivyokuja fi umamin qad khalat min qablihim min aljinni wal ins. Umma zilizopita hivi mashaitani na majini walikuwa kazi yao kuwapoteza watu, wakiwapambia mambo na kuwadanganya, wakawatoa katika imani khalis. Shetani hana nguvu juu ya binadamu, lakini ana nguvu kwa nani? Kwa yule mukhtali rai wal fikr, yule akili yake na fikra zake zimepotea, basi ndo anapata fursa. Yule ambaye moyo wake umshafisidika kuharibika, alladhi huwa fi dhalalin aslan, yuko katika upotofu, kwa hivyo ndo fursa kwake shetani. Na hapo ndipo wanapopambana na kugombana wakati wanapokuwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qala qarinuhu, yule mwenzake, kama alivyosema kwamba Mwenyezi Mungu anaikea watu hao, wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinn, taikea maadui katika mashaitani au binadamu, yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawli ghurura, akiwatia maneno na kuwapambia pandeno kauli yote kwa udanganyifu tu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anaposema katika aya 27, qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu, ewe Mola, sio mimi niliyempoteza nikamtia katika tughyan, katika upotofu, walakin kana fi dhalalin ba'id, mwenyewe alikuwa katika upotofu, fikra zake ilikuwa sio mwenye kutaka imani, basi mwenye kutaka nini? Kuendekeza dunia. Ina maana hapa maneno haya nasema mimi si nilempoteza, ina maana yule ka complain mwanzo, kasema maneno, lakini kalam mahdhuf, haijatajwa katika aya, imetajwa jawabu yake. Unaweza kufikiria yule anajitetea nafsi yake mbele ya Mwenyezi Mungu kwa kumshambulia shetani au binadamu ambaye alimpoteza, maneno gani? Kwa hivyo kalamu hina mahdhuf, basi imekuja rad, jawabu tu, jawabu kwamba yule qarin na anakataa sasa. Rabbana ma atghaytu walakin kana, yeye mwenyewe kana fi dhalalin ba'id. Ikawa la sitaki kusikia mwenye kucomplain, wala sitaki mwenye kujitetea kwa shetani, kwa jini, kwa binadamu mwingine ambaye alimpoteza. La takhtasimu ladayya, sitaki mkae mgombani mbele yangu. Qala la takhtasimu ladayya waqad qaddamtu ilaykum bilwa'id. Haya maneno yote hana maana sasa hivi. Mimi nishakutangulizieni indhari ya kila aina, nimekuelezeni, nimekupeleteni onyo, nimekuhadharisheni na kukupeni indhari kali kwa njia ya mitume wangu, na kukwambia kuna moto mkali huku, na nikabainisha kila kitu, na nikakwambieni hayatobadilika hii waadi, lazima nitamtia kila mtu motoni. Kwa hivyo nasema tena, la takhtasimu ladayya waqad qaddamtu ilaykum bilwa'id ma yubaddalu alqawlu ladayya, ma yubaddalu alqawlu ladayya, kwangu mimi hapa kauli yangu haibadilishwi, kauli yangu itabakia vile vile. la yubaddalu alqawlu ladayya, naam, hakubadilishwi kitu. wama ana bidhallamin lil'abid,
wala msifikirie kwamba hizi kauli nilizoziweka kuna dhulma yote kwa waja wangu, abadan. Hii ni uadilifu na kwa rehema bado nimefanya, lakini hamstahiki nyie rehema yote isipokuwa moto tu. Na kama kwamba kaulu niliokuambia ni mwanzo na ahadi yangu nimeiweka na naitekeleza hapa, man jaa bil hasanati falahu 10 amthaliha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha. Anakuja na jema namlipa 10 marat ila 700 dhaf ila dhaf kathira. Anakuja kwa sayyi'a atapata maovu yake tena. Naam. Na kwa hivyo na ahadi nyingi kasema kwamba nitakutieni motoni, na kwa sasa hivi natekeleza. Ma yubaddalu qawlu ladayya wa ma ana bidhallami lil'abid. Yawma naqulu li jahannama hal imtalati wa taqulu hal min mazid. Yawma naqulu li jahannam, yawma naqulu li jahannama hal imtalati, hal imtalat kama tasita. Na ukiendelea hal imtalati wa taqulu hal min mazid. Yauma, siku hiyo, yauma naqulu, siku tutapoiambia li jahannama, kuambia moto wa jahannam, hal imtalati, hal imtalati, samaje hal, je امتلأت جهنم كصون صيغة المؤنث فهو تقول امتلأت. هل امتلأت، هل أمجا جهنم مجا، هل امتلأت يوم شجاوي جهنم وتقولون التسيما هل من مزيد. كما أنك يجوها كنا زيدي nawaje tu. Halafu watu wakasema aqwal. Walisema kwamba hakuna aslan swali, bali kule kuingia watu motoni unapiga kelele, lete tu. Yani kama kutakhayal, kuweza kuimagine na kama kuimathilisha kama kwamba pepo nini. Mwenyezi Mungu anapouliza moto, je, tulete bado? Watakusikia zile ghadhabu zake, wasikie wale makafiri wanaoteketea na kusikia namna gani ghadhabu zake pale ambapo jahannam kwa ukali wake na mingurumu yake na hasira zake na hamu za kuwatu kwa kama tatokea ulivoumbwa moto, unaongojea watu wake lini watakuja ili upate kuwala katika moto wake. Mushtaqatun lahum, toke ulivoumbwa, na anaona kwamba wako mbali min makanin baid, wanawataka waje. Kullama ulqiha fiha fawjun, kila napotiwa kundi, qalat hal min mazid, wako wengine bado, kama kwamba inataka zaidi. Idha ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. Moto unaona watu wake wanaokuja kutiwa wako mbali, makani baid, wanasikia ghasia na mingurumu na hasira za moto, taghayyudha, hasira zake, kughadhibika kwake, wa zafir, kupumua kwake, ndio mingurumu wenyewe inavulia moto kana cheche zavulia kwa sauti kubwa za kutisha. Haya yote haya wanapoona watu wake, watu wangu wanakuja, moto unasubiri kwa hamu. Subhanallah, hatari wallahi. Mandhar kama ya maneno kama haya mazito sana, lakini walisema na rai ilikuwa nzito zaidi kwamba kuna sinjim, kuna swali na jawabu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna Allaha yuntiqu an-nara kama yuntiqu al-jawarih. Nafikiri na kwa hadithi, nafikiri wallahu a'lam, kwamba Mwenyezi Mungu atauacha moto useme kama viungo vitavyosema. Viungo vitasema siku hiyo,
watafungwa midomo yao, watukallimu na aidihim, watashhadu arjulum bima kanu yaksibun. Mikono itasema, miguu itatoa shahidi kwa yale waliokuwa kiachuma duniani. Kadhalika hapa swali na jawabu, kila kitu kitasema siku hiyo, kila kitu kitasema, na kila kitu kitasema antaqana Allah alladhi antaqa kulla shay. Ametufanya sisi tuseme Allah ambaye amekifanya kila kitu kiseme siku hiyo, kila kitu kitasema. Kwa hivyo watubujazwa, watakulu yawma naqulu li jahannam, tutauliza kwa kuuliza nini, hali mtadati, je umeshajaa? Watakulu, na jahannam itasema hal min mazid, je wako zaidi? Hapa kama ilivyokuja katika hadith rawahu al-Bukhari wa Muslim, anasema hadithi hii kwamba جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال جهنم يلقى فيها، inaendelea tu jahannam kutumbukizwa watu, kutumbukizwa kundi baada kundi. Anasema yulqa fiha wa taqulu hal min mazid, je wako zaidi? Lete tu hal min mazid, hatta yad'u rabbul izzata fiha qadamahu فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط بعزتك وكرمك. وكذلك ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. وفي رواية نجيني وأما النار فلا تمتلأ حتى يضع الله عليها رجله يقول لها قط قط. حديثه kwa riwaya zilizokuja na tafsiri kama alivyotoa Qurtubi kwamba kauli ya la tazalu jahannam yulqa fiha, bado inaendelea tukutumbukizwa watu motoni, hal min mazid, na inasema je wapo zaidi, hatta yad'u rabbul izza, tukufu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaweka fiha qadamahu, watakasafsiri miguu yake, lakini qadamahu anasema al-Qurtubi qaumun yaqdumunahum Allahu ila an-nar, wale ambao watu walikuja kabla na wanastahili kuingizwa mwanzo. Yaqdumunahum nini? waliotumbukizwa mwanzo. Kwa hivyo sio qadamu kwamba hapa katika nini mansuban ila dhati al-aliyya, kwamba katika sehemu ya dhati ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mguu wa Mwenyezi Mungu. La, qadamahu yani wale min al-qudama, wale wa mwanzo, au wale wanaokadimishwa kutangulizwa kwa ajili yao wanastahili moto wa mwanzo kabisa, walikuwa wale hali ya juu wale wanastahili moto. Na hata yadha'u al-jabbaru fiha rijlahu, bimaana rijl min al-jarad sarbun kabir, kama usema nzige, ukisema rijli maana nini? Kundi kubwa la jarad. Au rijl min an-nas adadun kabir, qaumun kabir, yani kwa watu wengi sana wanatumia rijl pia. Kwa hivyo mpaka wanatupukizwa watu wengi pamoja katika moto. wala yazalu fi janna wala yazalu fi an-nar fayanzawi ba'dhuha ila ba'd, kila mmoja anajitenga, wakitumbukizwa wengine wanasukumwa huku na wanasukumwa huku, inapatikana nafasi nyingine wanaongezeka mpaka inasema qat qat, basi inatosha. Kadhalika pepo inakuwa hivyo hivyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba pepo na ameumba moto. Hakuna shida ya nafasi huko, kila mmoja ataingia pale pake. Ikiwa anastahili moto, wal iyadhu billah, Mwenyezi Mungu atuepushe nao inshallah, ataingia moto na iko nafasi yake, na atakayekwenda peponi atakwenda kwenye nafasi yake, wala hahitaji kuchukua GPS wala kutafuta location. Atapajua pale pake peponi kama alopajua hapa duniani kwake na zaidi, na kila kitu chake na mahurun ainu wake na majengo yake na miti yake aliyopandisha yote, kila mmoja atapajua pale pake, hakutokuwa na problem.
Mwenyezi Mungu alipoumba mbingu, alipoumba moto na pepo, kila binadamu kamuumbia pala pake. Kila mmoja ana pepo na moto. Kwa yule anastahili moto, pepo yake haingii, itarisiwa na watu wa peponi. Na wale wanaokwenda peponi, moto wake hauingii, watapewa hao watu wa motoni. Ulaika humul warithuna alladhina yarithuna alfirdaus hum fiha khalidun. Hao ndio wenye kurisha warithi bustani mafirdausi, pepo za wale ambao walioandikiwa. Na huku wale wanaostahili kupata pepo mbili watapata, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Wanaokuogopa kusimamishwa mbele ya Mola wao watapata pepo mbili. Wallahu aalam. Kwa hivyo yawma naqulu li jahannam hal imtala'ati wa taqulu hal min mazid. Je, wako zaidi? Kwa hivyo annaru, moto wenyewe unajikinga kwa Mwenyezi Mungu. Moto wa dunia unajikinga na moto wa akhera unaogopa. Na moto wenyewe unajikinga kwa Mola wake, kwa sababu moto unajila wenyewe kwa wenyewe jinsi ukali wake. yakulu ba'd subhanallah. Na moto unaita kama kwamba una akili na unajua watu wake, na unasikia na unaona na unasema, kama ulivyokuja katika wasfu mbalimbali. Na usema kama wasfu al-uqala wenye akili wanavyosema, huo ndio moto. Wakadhalika janna pia. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. أزلفة pepo taitwa karibu. إذا أزلفت الجنة utasogezwa karibu. na قول أزلفت الجنة ilipoulizwa pepo ikaambiwa sema takallami, faqalat qad aflaha almu'minun, hakika waumini wamefaulu kuingia katika pepo yangu. Tunaona hapa uzifati janna, na moto utapokurubishwa wakauona wale ashabu janna. Lilmuttaqina, kwa wenye kumcha Mwenyezi Mungu, wataona ghaira baid, uko karibu sana na wao. Wa idha aljannatu uzifat, na kule tunaona waburrizatil jahimu liman yara. Burrizat, uzlifat, maana kukurubishwa ikawa karibu patikana. Ubrizat, ibraz, kutolewa ikaonekana na watu kwa karibu. Maana yake waburrizatil jahimu liman yara, kwa yule atakayeona. Wa uzlifatil janna lilmuttaqina ghaira ba'id, hautakuwa mbali ili uonekane. Kwa hivyo qaul uzlifa, na maana uzlifa maana yake kukurubishwa kitu. Kwa nini mnaabudu masanamu? Liqarribuna ila Allah zulfa. Uzlifat zulfa, yani ili tukaribishe salamu zetu zipeleke kwa Mungu. Na kule katika sura Mulk tunasema falamma ra'aw zulfatan, walipoona mbele yao uko karibu. Kwa hivyo hiyo maana uzifati jahim aljanna. Wa uzifati jannatu lilmuttaqina, kwa wale wacha Mungu, wale wenye kumwogopa Mwenyezi Mungu. Ghaira baid, hautakuwa mbali nao. Hawa almuttaqina ndio wanaonyeshwa moto wao, pepo yao utakuwa karibu nao, hauko mbali. Ghaira baid, pepo
kwa yote iko mbali. Utakaoenda peponi fikiria mbingu zote 7 mpaka Sidratul Muntaha mpaka katika malakuti rabbania, ufalme wa Mwenyezi Mungu, baada Sidratul Muntaha, kwenye mkunazi unaomalizikia mambo ya dunia yote, hata ufike huko kama huna buraka huwezi kwenda, ila upeleke siku siku tu, na siku siku haki tu, haki na batil inaonekana pale pale wazi, inafarikishwa baina haki na batil. Kwa hivyo njia ya kufika hata pepo ikawa karibu, uwe na zana za kufikisha ili uone iwe karibu kwa wewe, hata iwe uzifat jannat laka walilmuttaqina, kwa wewe na kila aliyomcha Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio price ya kuweza kufika kwa haraka kwenye pepo, taqwa. Pepo miti yake ashjarul janna unainunua kwa dhikr, nyumba zake za pepo unanunua kwa alhamd na kwa salah, hurun ain kwa kuondoa hasira zako na mwingi wa kusamehe na kufanya mambo ya kheri. Kila kitu na bei yake pepo. Na ukikusanya khairati nyingi hizi ukaingia katika listi ya almuttaqina, wenye kumcha Mwenyezi Mungu kule njia inapotakikana, hasa kumcha na sifa zinazofuatia baada ya aya hii, wa uzifatu jannatu lilmuttaqina, halafu kwa hawa cha Mungu ikawa ghaira baid, halafu wataambiwa hadha, kwa sababu imeshakuwa uzlifat, imeshasogezwa karibu, halafu akasema ghaira baid, sio mbali. Kwa hivyo nastahili kukala hadha ismu ishara. Kwa nini? Kwa kitu chukua karibu. Hadha ma tuaduna, haya ndio mloahidiwa. Hadha ma tuaduna likulli, kwa kila nani? Sifa zinatajwa hapo. Likulli awabin hafidh man khashiya arrahmana bilghaib wajaa biqalbin munib. Kwanza qaul lilmuttaqina mishabeba sifa chungu zima ndani ya takwa, ndani ya ucha Mungu, kumwogopa Mwenyezi Mungu na kutekeleza yale mpaka ufike stage ya takwa. Stage nini? Kwamba ukawa muttaqin, ukawa akramun nas, inna akramakum indallahi atqakum. Mwenye kumcha Mwenyezi Mungu zaidi ndio mwenye kukirimiwa na mwenye kupata radhi za Mwenyezi Mungu na mwenye kuiona pepo iko karibu naye. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون. haya ndio laahidiwa, hakuna moja atakayekosa. Likulli, kwa kila awabin, likulli awab. Al-awab hapa anasema nini maana yake awab? Anasema kwa kila aelekeaye, likulli awab. Awab mwenye kurudi kwa Mola wake, sifa za mwenye kurudi kwa Mola kwa kila jambo. Na mitume wamesifiwa kwa sifa za awab, Nabii Ibrahim na wengineo. Yani kila anapoishi kwa anataka kufanya jambo, anapofikiria jambo la kufanya, pengine ili litakuwa na maasi Mwenyezi Mungu, pia anarudi kwa Mwenyezi Mungu, anastaghfir, anarudi mbio katika jambo la khairi, analikimbia, analiogopa. Huyo ndio awabin. Halafu kisha nani? Anakuwa hafidh, mwenye kujihifadhi nafsi yake na kujilinda na kila ovu. Anahifadhi tabia zake, anahifadhi amali zake, anahifadhi kila kitu. Muhafadha ala nafsi an wuquu' fi al-maasi, asija kaingia katika maasi. Kwa hivyo anahifadhi mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, yahfadhu hudud Allah, huwa hafidh. Anajua la nikifanya hili nitaingia kwenye maasi, la nikifanya hili nitamghadhibisha Mwenyezi Mungu. Anajihifadhi na makosa na kusahau, na anapokumbuka tumbia anarudi kwa Mola wake na kustaghfiru. Anajihifadhi kwamba ule udhaifu usije ukamzidi nguvu, kwa hivyo anazidisha imani. Anaporudi kwa Mola wake mbio mbio, zile fikra za kufanya kwa maasi Mwenyezi Mungu zinamuondoka, anajihifadhi kwa hivyo anarudi na kustaghfir.
Kwa hivyo huyu mtu anaambiwa sifa, mwenye sifa za hafidh, mwenye kujihifadhi nafsi yake, anajilinda asiingie katika maasi ikamkuta ghadhabu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Man khashiya ar-rahmana bil-ghaib, هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. صفة mbili zilizobakia hizi zinataja katika aya 33. Man khashiya ar-rahmana bil-ghaib, tumeeleza sana yule ambaye mwenye kumcha Mwenyezi Mungu katika ghaib, kwa sababu anajua Mwenyezi Mungu anamuona kila pahala. Kwa hiyo anafanya kila kitu biihsan. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كما abudu Mwenyezi Mungu kama kwamba unamuona, wakati wewe humuoni lakini yeye anakuona. Kwa hivyo ukitaka kufanya jambo Mwenyezi Mungu ananiona, la anarudi nyuma. Ukitaka kufanya jambo Allah ananiona, arudi nyuma. Huyo anamuogopa kwa ghaib. Kinyume tu hapa niko nani ananiona, mimi nitafanya ninavyotaka. Binadamu mwenzio mfanye, lakini kwa Mwenyezi Mungu huna pale pa kujificha. Kwa hivyo iko hilo ni moja. Na kwa hivyo siku atapoona bustani ya Mwenyezi Mungu iko mbele yake, alomtunza kwa ile takwa yako, kwamba kila jambo ulikuwa ukiniogopa mie, kwa hivyo na leo mimi nakutunza kwa radhi zangu, ingia peponi. Sasa huyo almuttaqi, huyo mtu bila shaka hawezi kufikia stage ya takwa ila awe mwenye kumwogopa Mwenyezi Mungu katika ghaib, katika pahala ambapo yeye hamuoni Mwenyezi Mungu, kama pahala amejificha, pahala pasiri hamuoni mtu, hata hivyo la Allah ananiona. Na ikiwa Allah ananiona, kwa hivyo mtu kama huyu ni mtu anastahili kuitwa mcha Mungu, almuttaqi min al-akatat lista min almuttaqin. Man khashiya ar-rahmana bighaibi khalaf wa jaa biqalbin munib. Qalbi munib haiko mbali na qalbin salim. Tumesema qalbi salim siku nyuma kwamba ni ule moyo uliokuwa mzima kabisa, hauna maafa, hauna madhara yote, la ya shirki wala kiburi wala hasad wala uovu wote. Moyo uliokuwa msafi kabisa, hauna kiburi na mtu, hauna humsudi mtu, hamna ugomvi na mtu, hauna chuki na mtu, hauna mambo yote ambayo yanotia doa baya katika moyo msafi. Hauna blood pressure, pressure yake iko normal kabisa, pressure imani ya taqwa huo ni munabbi. Sasa huyo qalbin salim siku zote anakuwa qalbin munib, siku zote anatizama jicho lake liko kwa Mwenyezi Mungu, ataniona niko katika hali gani, hali yako itamridhisha au haimridhishi kwa ile nilifanya. Kwa hivyo yarji'u ila Allah, anaporudi kwa Mola wake, basi mtu anamiliki qalbun munib, moyo wenye kurudi kwa Mola wake. Qalbi munib moyo ambao unaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo sifa hizi za watu hawa ndio wataambiwa udkhuluha bisalam, udkhuluha bisalam, ingieni peponi kwa salama kabisa. Udkhuluha bisalam, na wanasema hii qaul bisalam kinyume na kusema bisalama kwa teo, ukiongeza taa marbuta anasema litahdid, unahadid kitu maalum. Salama katika jambo maalum, katoka safari naambia alhamdulillah ala salama, katoka mgonjwa kapona alhamdulillah ala salama. Lakini salam am, salam amani ya jumla kabisa, kila kitu kiko katika salama. Naam, kwa hivyo udkhuluha bisalam, ingia kwa salam. كما يقول سلام قولا من رب رحيم، أتامبيوا إن المتقين إن أصحاب الجنة يوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. wako katika starehe wa kila vitu walivyoandaliwa na Mwenyezi Mungu, kila kitu. Halafu ataambiwa salam, kaeni kwa amani. Wassalam ismu min asma'illah,
katika majina ya Allah. Na kule salam ni qawlan min Rabbir Rahim kutoka kwa Mola. Wa tahiyatuhum fiha salam, na kuamkia maamkiano yao kwa peponi ni salam. Kwa hivyo toka dakika anapoingieni salamu iwe mbele kabisa, udhuruha bisalam, kwa amani na salama, msio na hofu yote. Salama, mtasalimika na kila kitu, hamtozeeka, hamtokuwa wagonjwa, hamtoogopa kufa, hamtoogopa na kila kitu. Mtakuwa ujana wenu wewe, hakuna maradhi, hamtaki hospitali, hamtaki madawa, hamtaki nini, hamtaki kwenda chooni, hamtaki, mwingia katika salama na amani ya kila kitu. Udhuruha bisalam. Halafu kadhalika yaumul khulud. Dhalika yaumul khulud, hiyo ndio siku ya kukaa milele huko. Yaumul khulud inaanza siku hiyo. Na siku kwa Mwenyezi Mungu haina ukubwa, hujui ukubwa wake. Sio siku ya masaa 24. Sasa khulud kwa miaka karne kadha wa kadha itakuwa muda gani? Yaumul khulud tunajua maana dhahiri, tujujuu tu khulud ni milele moja kwa moja. هو الاستمرار الأبد إلى الأبد يكون له ويكون وجه لا نهاية ولا انقطاع له. hauna mwisho wala hauna kukatika, naendelea kustarehe zake, amani yake, salamu yake, kila kitu. Yaumul khulud. Kwa hivyo hatuwezi kujua khulud maana yake nini ila idha adhaqna, tukionja huko peponi tukaona starehe yake na ukubwa wake, hapo tutajua nini qasdi bil ma. Mambo wengine khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu anhu, Mwenyezi Mungu ameridhika nao na wao wameridhika Mwenyezi Mungu. Dhalika liman khashiya rabbah, yule mwenye kumcha Mwenyezi Mungu akawa minal muttaqina, atastahiki aambiwe kwamba udkhuluha bisalam. Dhalika yaumul khulud. Lakini huko sasa hakuna shida, uende na vitu vyako vyote kule, unakuta kila kitu tayari. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. huko tapata kila anachokitaka. Ma yashaun, na manake inaonyesha wingi wa vitu, kila kitu anachokitaka. Lahum, vitakuwa vyao, watapewa, watamiliki. Waladaina mazidi, sio kama unavitaka watu wengine hata havijui, la tutakuonesha na hivi unataka na hicho kizuri tunataka, na hicho nataka, na hicho tunataka. Wala tunaweza kufikiria kama kuna vizuri zaidi kuliko hivi ndio vitaka sisi. La, waladaina mazidi, kwa sisi iko zaidi kwa hapa. Lau ma yashauna fiha waladaina mazid, واليوم ليس لدي من المزيد. نتوشى تسمامها إن شاء الله. هذا والله أعلم.